Kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Overseer Elias Gitonga wa kanisa la CFF Wĩyũmĩrĩrie. Na kwa wale ambao wamekuwa wakinifuata, ninataka nishukuru sana kwa sababu ya kunitia nguvu. Huu ujumbe ambao huwa ninakufundisha kila siku, ukitaka kupata zaidi, unaweza kuingia kwenye YouTube ambayo imeandikwa CFF Wĩyũmĩrĩrie Official. Ukiingia kwa hiyo YouTube utakuta maujumbe yote ambayo ninafundisha kila siku. Na ukienda hapo, it is good you like and subscribe. Like na usubscribe, utakuwa umetusupport. Kwa hivyo ninataka niendelee kukuletea neno, ukiwa ni mwezi wa Januari, mwezi ambao nilikwambia ni vizuri kuweka msingi mzuri. Mwezi wa Januari, utafute Mungu, utafute nguvu zake mwezi huu wa Januari. Kwa hivyo siku ya leo ninataka niongee juu ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Kumtafuta Mungu kwa bidii. Seeking God diligently. Mimi nilikwambia ya kwamba kumtafuta Mungu hakutakagi mchezo. Maana kama vile ambavyo nilikwambia siku ya jana na nikakusomea neno in the book of Isaiah chapter 45 and verses 15, nilikwambia ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye huwa anajifisha nafsi yake. Na kwa hivyo ukimtafuta kwa mchezo, hawezi ukampata. Mungu hapatwi na watu ambao ni lazy. Mungu hapatwi na watu ambao ni walegevu. Na kwa hivyo mwezi huu wa Januari nataka nikwambia kwamba ni vizuri ujiangalie, usiwe mlegevu katika kumtafuta Mungu. Ni vizuri umwambie Mungu akuondolee kila aina ya laziness, kila aina ya uzembe, ili ukapate kumuona Mungu. Mungu ni wa haja sana kwenye maisha yako ya kiroho, kwenye maisha yako ya kawaida. Mungu ni wa haja sana. Ngai ni wa bata mũno mũtũrĩre-inĩ waku. Mungu ni wa haja sana hata kwenye jamii yako. Mungu ni wa haja sana hata kwenye familia yako, hiyo kafamilia. Mungu ni wa haja sana kwako, na usikubali kwenda bila Mungu. Kuwa kama Musa aliyemwambia Mungu, ikiwa hautaenda pamoja nasi, usituambie tutoke hapa. Kwa hivyo nataka niongee maneno ambayo Ayubu aliambiwa na rafiki wake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Bildad. In the book of Job chapter 8 and verses 5. Bible inasema ya kwamba wewe ukimtafuta Mungu kwa bidii. Ni Bildad alikuwa anamwambia Ayubu, anamwambia ya kwamba wewe ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi huyo Mwenyezi. Kwa hivyo Mungu ambaye ninawaambia ya kwamba tumtafute, ni vizuri kujua ya kwamba ni Mwenyezi. Mwenyezi ni kusema ya kwamba anaweza yote. Hakuna jambo ambalo hawezi kufanya. Anaweza yote. Mungu wetu anaweza yote. Yeye ni Mwenyezi. Anaweza yote. Anaweza kuponya magonjwa yote. Hakuna ugonjwa ambao hawezi ponya.
na tunaamini Mungu anayeponya magonjwa yote, na kanisa ni vizuri tuamini hivyo ya kwamba Mungu wetu ni Mungu anayeponya magonjwa yote, hata magonjwa ambayo pengine hayawezekani kwa njia ya scientific. Mungu wetu anaweza kuponya magonjwa yote. Na tangia wakati watu walianza kumtafuta Mungu, tuko na historia ya Mungu akifufua, tuko na historia ya Mungu akiponya magonjwa ya kila aina, tuko na historia ya Mungu akiwafungua tasa. Watu ambao hawawezi zaa watoto wanafunguliwa, wanapokea watoto. Huwa tunasoma hivyo kwenye Biblia. We believe in God of miracles. Tunaamini Mungu atendaye miujiza, na hiyo ni jambo ambalo haliwezi badilishwa. Ukristo ni lazima tuamini Mungu atendaye miujiza, Mungu aponyaye hata kansa, saratani. Tumeshawahi sikia wengine wameponywa hata kansa. Tukisoma historia ya God's generals, watu wakubwa wa Mungu, hata wengine walikuwa wanafufua watu. Nikichukua mtu mmoja wao kama mmoja alikuwa anaitwa Smith Wigglesworth, alikuwa anatumiwa kufufua. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwenyezi, anaweza tenda everything, na hakuna neno ambalo ni gumu kwake. Gutiri undu orona umwe murito ukoragwo wi murito kuri Ngai. Mungu wetu ni mwenyezi, na kwa hivyo mwezi huu wa Januari, unapomtafuta Mungu, jua ya kwamba ni mwenyezi. He can do anything. Anaweza fungua hiyo milango yako ambayo unataka ifunguke. Anaweza akakufanya ushukuriwe hata na serikali. Anaweza kukufanya upate kazi kwenye nchi ya Kenya ambayo unafikiria ya kwamba hakuna kazi. Yeye ni Mungu mwenyezi. Saraki aliimba akasema ya kwamba kwani ni jambo gani gumu la kumshinda yeye? Hakuna jambo hata moja gumu la kumshinda Mungu. Mungu wetu ako na nguvu, yeye ni mwenyezi. Kwa hivyo Ayubu akaambiwa ya kwamba ukimsihi huyo, ukimtafuta Mungu, wewe ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi huyo mwenyezi, ukiwa wewe usafi na mwelekevu, hakika yeye sasa angeamuka kwa ajili yako. Hakika yeye sasa angeamuka kwa ajili yako. Naomba mwaka huu ambao ni mwaka wa 2026 ya kwamba Mungu aamke kwa ajili yako. Hata kama umekuwa ukimuomba miaka ambayo ilikuwa nyuma, naomba mwaka huu Mungu aamke kwa ajili yako. Ndahoya Ngai ahinduke ni tondu waku mwaka ũyũ wa 2026. Mimi najua ya kwamba kuna jambo ambalo umekuwa ukiliombea na umeliombea sana, na kutabiria na ninakutangazia ya kwamba mwaka huu Mungu ataamka kwa ajili yako. Kwa hivyo usichoke kumtafuta. Mwaka huu ataamka kwa ajili yako. Mwaka huu ni mwaka wako. Mungu aamke kwa ajili yako. Mwaka huu ni mwaka wetu. Mungu aamke kwa ajili yangu. Praise the name of the Lord. Kuna wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa wanasumbuka kwa sababu wakiwa kwenye safari, wakiwa kwenye ziwa, wakiwa kwenye marikabu, kuna mawimbi na ghasia zilitokea, na wakajaribu kila njia
na Bible inasema ya kwamba Yesu alikuwa amelala pale nyuma kwenye godoro, lakini wakalia, wakajaribu kila jambo, ikashindikana. Wakamuita Yesu, akamwambia ya kwamba kwa nini Yesu haufanyi kitu wakati tunasumbuka, wakati tunaagamia? Yesu akaamka kwa ajili yao, na Yesu alipoamka kwa ajili yao akanyosha mkono wake, na upepo na ghasia zikasimama, kukawa na amani. Na kuombea katika jina la Yesu, mwaka huu Mungu aamke kwa ajili yako. Yesu aamke kwa ajili yako, na anyoshe mkono wake, aondoe hiyo ghasia, aondoe hiyo utasa, aondoe hiyo shida, aondoe hiyo ugonjwa, na kuenda amani kwako katika jina la Yesu. Akuondolee huo ugonjwa. Yeye angeamka. Bildad akamwambia Ayubu, ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi huyo Mwenyezi, ukiwa usafi na mwelekevu, yeye angeamka kwa ajili yako, angeamka kwa ajili yako. Naomba kila mtu anayenisikiza, Mungu aamke kwa ajili yake, na ninakutabiria ya kwamba mwaka huu Mungu ataamka kwa ajili yako. Wewe umetafuta kazi miaka yako yote, na ni kama unaenda kukufa moyo. Naomba Mungu aamke kwa ajili yako mwaka huu. Wewe umepitia miscarriage, naomba Mungu mwaka huu aamke kwa ajili yako. Wewe umekuwa ukiomba, ulioleka na haujapata mtoto, naomba mwaka huu Mungu aamke kwa ajili yako. Wewe umesimamisha jambo mbele za Bwana, naomba mwaka huu Mungu aamke kwa ajili yako. Mungu aamke kwa ajili ya hiyo boma yenu katika jina la Yesu. Mungu wetu ni Mungu akitafutwa kwa bidii. Kuna wakati unafikaga, kuna masaa inafika, huwa anaamka kwa ajili yetu. Kwa hivyo akasema ya kwamba yeye angeamka kwa ajili yako. Anaweza amka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Verse 7 inasema ya kwamba tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Bible inasema ya kwamba tena ijapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa mdogo sana, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Naomba katika jina la Yesu, ijapokuwa umekuwa na mwanzo mdogo, umeona mambo madogo, mwaka huu ninakuombea uongezeke, 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 na kuombea uongezeke. Biashara yako iongezeke, utajiri wako uongezeke, amani yako iongezeke sana. Kila jambo ambalo linakuhusu naomba liongezeke. Hata kama umekuwa na mwanzo mdogo, naomba mwaka huu Mungu akuinue, akupatie kuongezeka, ajumuishe mambo yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ni Mungu wa kuongezeka, na ninaamini ya kwamba hata kanisa hili litaongezeka katika jina la Yesu. Kanisa lako mchungaji, ninakutabiria ya kwamba likaongezeke katika jina la Yesu Kristo. Mapenzi ya adui hayatatimia, utaongezeka in Jesus mighty name. Utaongezeka katika jina la Yesu. Tukisoma neno lingine in the book of Job chapter 5 and verses 8, Ayubu aliambiwa hapa, aliambiwa in the book of Job chapter 5 and verses 8,
aliambiwa ya kwamba lakini mimi ningemtafuta Mungu. Kuna mtu alimwambia, rafiki yake mmoja alimwambia ya kwamba vile nilivyo, kama ni mimi ningemtafuta Mungu. Alimwambia lakini mimi ningemtafuta Mungu, ningemwekea Mungu dawa yangu. Dawa ni mambo yangu, ni mahitaji yangu. Naomba katika jina la Yesu umwekee Mungu mambo yako, uyaweke mbele za Mungu. Nimekwambia ya kwamba yeye ni mwenyezi na anaweza yote, anaweza yote. Hakuna jambo ambalo ni gumu kwake. Ningemwekea Mungu dawa yangu, yeye afanyaye mambo makuu yasiyotambulikana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Mimi nataka nikwambie, Mungu ambaye ninakwambia tumtafute mwaka huu ni Mungu atendaye mambo makubwa. Nĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, na gĩa na wĩtĩkio atĩ mwaka ũyũ Ngai nĩagũgwĩkĩra maũndũ manene. Yeye ni Mungu atendaye mambo makuu, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu, yasiyotambulikana. Anatenda mambo makuu yasiyotambulikana, maũndũ mataramenyeka. Nĩekaga maũndũ manene mataramenyeka, maũndũ kĩriga kũrĩ andũ. Ngai ũrĩa tũtungataga nĩ Ngai kĩriga, nĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene nginya magatuĩka kĩriga kũrĩ andũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na Ngai ũcio nĩwe twĩtĩkĩtie. Ngai ũngĩka maũndũ nginya matuĩke kĩriga kũrĩ andũ, andũ mambie kũrania maũndũ mau mekĩka atĩa. Kweli no Ngai? Kweli maũndũ mau mekĩka? No mama anatenda mambo makuu yasiyotambulikana. Na mimi naamini huo Ukristo, ninaamini huyo Mungu ambaye anaweza tenda mambo makuu yasiyotambulikana, maũndũ mataramenyeka, maũndũ kĩriga. Tũngĩgĩa na Ngai ũreka maũndũ ma kawaida then Mungu si mwanadamu afanye mambo ya kawaida kama mtu. Mungu ni Mungu atendaye mambo makuu yasiyotambulikana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu, maũndũ ma magegania matangĩtarĩka. Na ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mwaka ũyũ Ngai agwĩkĩre maũndũ ma magegania matangĩtarĩka. Mwaka ũyũ Ngai agwĩkĩre maũndũ kĩriga, ũtuĩke kĩriga, maũndũ maku matuĩke kĩriga kwĩ Ngai. Na wekĩrwo maũndũ kĩriga, andũ no nginya marie, maũndũ marigwo kaĩ mũtũrĩre waku waikara atĩa, na angĩ no nginya makũbandĩke maũndũ nginya ũrarigwo maũndũ mau maruta kũ. Wanakupandika mambo ambayo unashindwa wametoa wapi. Maana tondu ũngĩũka na maũndũ kĩriga, andũ no nginya makũhũre. Ukiwa na mambo kĩriga, lazima watu wakupige. Na Mungu wetu ni Mungu asiyetambulikana. Our God ni Mungu asiyetambulikana. Bible inasema mstari wa 10, yeye atoae mvua inyeshe juu ya nchi na kuyapeleka maji mashambani. Mungu wetu ni Mungu ambaye ninakuambia tumtafute. Ndiye Mungu atoae mvua mbinguni, na ndiye tunatarajia na tunatazamia kwenye nchi ya Kenya apeane mvua kutoka mbinguni. Bible inasema ya kwamba yeye atoae mvua inyeshe juu ya nchi na kuyapeleka maji mashambani. Naomba Mungu atutolee mvua kutoka mbinguni. Ngai angĩroturĩria mbura, Ngai angĩrourĩria bũrũri witũ wa Kenya mbura, icigo ciothe cia bũrũri witũ wa Kenya, Ngai angĩroiria mbura, Ngai angĩroheana bũthi thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, icigo ciothe cia bũrũri, Ngai angĩroheana irio. Ngai nĩ Ngai ũheanaga bũthi, nĩ Ngai uragia mbura. Awainuaye juu hao walio chini, nĩambararagia arĩa me thĩ.
na no kuhoteke withi we withi Ngai angirokwambararia. Verse 11 inasema awainuae juu hao walio chini, na hao waombolezao hukuzwa wawe salama. Wale waombolezao hukuzwa wawe salama. Ndahoya Ngai akwambararie mwaka uyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Yeye hutagua mashauri ya wadanganyifu